urekebishaji wa katiba ama utunzi wa sheria lazima tuchukulie kuwa mambo ya muhimu na ya maana, kwa sababu wakati sheria itatekelezwa katika taifa la Kenya. Uwe ulishiriki ama haukushiriki, uwe ulitoa maoni ama haukutoa, utatii hiyo sheria. Kwa hivyo tumefanya vizuri kama wakulima kuja kutoa maoni, kwa sababu labda maoni yetu ndio ikiwekwa kwa sheria itaokoa wakulima wote Kenya hii. Mimi kama gavana wenu nilisema siwezi enda mkutano kwenda kusema tumesema kama Uasin Gishu na hatujakutana. Nitakuwa naenda kusema uongo. Ndio mjaniona mimi kwa hii mikutano hii, na hiyo mikutano mingine yote ilikuwa ikienda hakuna maneno ya BBI hapo. Hiyo ni siasa duni, matusi, wengine kukaa chini kwa floor. Hiyo sio BBI. BBI, na kuna watu wengi niwaambie Kenya hii watapitwa na hii nafasi ya kubadilisha katiba wakiwa kwa makelele. Siku ile sheria itapita wataanza kuuliza na hii walipitishia wapi? Sisi kama county tulisema tutapata kila sekta watoe maoni. Hii pesa ambayo inapewa Ministry of Agriculture inakaa Nairobi. Inachunga nani Nairobi? Si nataka pesa ya Ministry of Agriculture 70% iende counties. Very good. Bali kwa raia. Alafu 30% inabaki na makarani yao kule Nairobi. Tunataka mambo ya bei ya mazao yetu. Mazao yetu hatutaki tutafute bei ya mazao kupitia kushika matawi ili tupewe bei ya mazao yetu. Tunataka mazao tupewe kusema mwaka huu mahindi itakuwa shilingi fulani, ngano itakuwa shilingi fulani, ili tukienda kulima tunajua bei itakuwa nini. Kama ingewezekana pesa ambaye national government inatuletea kusubsidize mbolea na nini iende kwa county government, hiyo ndio pengine tutafaulu katika nchi hii. Ya pili, ingewezekana hawa makateli ambayo wamesumbua Kenya hii, sijui nani atakuja kutumalizia. Nataka niombe mapasta waombe katika nchi hii ili hao makateli watoke ndio tuweze kufaulu. Tunataka cooperative societies iwe autonomous at the county level, kwa sababu cooperatives ndio imenifanya hata mimi kama mkulima mdogo kupata moral ya kufanya ukulima. Cooperatives, nimefikia serikali kwa ukulima wangu kupitia kwa cooperatives, ambapo ningekuwa peke yangu singeweza kufikia vitu mingi, singefikia pasipo kwa cooperatives. Kwa hiyo tunaomba cooperative ipewe kipaumbele. Jinsi cooperatives zimekuwa devolved, unakuta ya kwamba national government hasa kupita state department na agency ya SASRA patu wana control na imeweza kuzuia na kuinhibit development ya cooperatives katika ground. Kwa mfano, ikitokea challenge ya revocation of license, natokea ya kwamba wakati ambayo kuna challenge ya SACCO jinsi na operate, wanaweza kurevoke license SASRA na wanaweza hata kudiregister na awachali huyo member shareholder ambaye amesave katika hiyo SACCO zaidi ya miaka 20 au miaka 30. They actually don't care about that particular member cooperator. So our prayer is that the law should be changed to allow the deposit taking SACCOs to revert back to the park office, so that inaweza kuendelea na kazi yake ya kuweza ile savings ya member inaweza kuwa secure. Sisi kama wakulima wa Uasin Gishu County ni mambo ya bei. Sisi tumeumia wakati mwingi, tunalia, tukitaka kuuza mahindi tunapata changamoto. Kwenye serikali hawatushughuliki. Ikifika mambo ya payment tunazungushwa kila mara na ina delay. Bei ipande ikue 3,000. Mambo ya maziwa
sisi tumepitia changamoto, kwa sababu mara nyingi tunasikia kwamba maziwa inatoka nchi za jirani. Mpaka bei ya maziwa yetu tunauza mpaka 17 shillings pale mashinani. Kwa hivyo tunanyanyaswa kama wakulima. Bei yetu ambayo sisi tunaomba kama wakulima wa Uasin Gishu, tunataka ikue shilingi 50 kwa liter and above. We cannot stabilize bei ya maziwa kama KCC haikui supported. It must be supported ndio bei ikue mzuri, kwa sababu mnajua bei inafuatana na forces of supply and demand, na wakati maziwa yanakuwa mingi, there must be a capacity ya kuturn hiyo maziwa ikue powder, alafu wakati ya scarcity wafanye nini, watoe hiyo maziwa. So KCC must be supported, cereals must be supported. Farm input kama machines ya agriculture iwe free tax. Kama ni chembe, kama na matrakta, vitu yote. Farm insecticides, mambo ya herbicides, hizo zote farm chemicals, na hata dawa ya wanyama iwe free from tax. Na tunataka pesa ikuje kwa AFC kwa wingi. Tunataka ile serikali nataka kwa pesa hizo guarantee maximum return. Yani kama kutakuwa nanisika mwaka huu nakula kila kitu na wewe ulichukua kwa AFC, nani atagharamia? Very good. Tunataka serikali. That's why wakati ya rais wetu hayati Moi alitupilia mbali kwa sababu ya wachambazi. Instead of dealing with the cartels, they dealt with the farmers. Hiyo kitu irudishwe. Tulienda AFC tukachukua pesa. Kuchukua pesa AFC ukame ikaja. Tukashindwa kulipa, ikakutana na post election. Tukashindwa kulipa. Nimeshangaa sana, tuko katika nchi gani na wengine wako katika Kenya gani? Zile zingine zinawepiwa na sisi tunabaki. Tumeomba hiyo loan iwepiwe, maana tumewekwa CRB. Mimi ningependa sheria iwekwe ya kwamba Wakenya wote wawe sawa. Ikiwepiwa zingine, wale wengine pia mnaangalia kama ni ukweli zinawepiwa. BBI muunderline GMR na mupate kujua ilikuwaje wakati ambao ilikuwa in the 70s. Kwa hiyo GMR kwa wakulima ilikuwa inasaidia wakulima, and agriculture was booming. Hata wheat tulikuwa na surplus. Jambo la pili ni ile loan ambao tunapatiwa wakulima. Karibu dunia mzima wanaweka interest rate chini sana. Ningeomba ya kwamba serikali itupatie loan ya between 2% and 5% tukichukua pesa ya ukulima. Kwa mara nyingi tumepata challenge sana sana kwa mbolea na feeds. Unaenda kwa kampuni zingine, unapewa dawa ya kudeworm for example. Unakuja unapatia ng'ombe, alafu baada ya you are still expecting changes, unakuta hakuna. Then you go for another brand, unakuja unashindwa. Now which is which and which Kenya are we? Why don't the government set a rule that all these things should be standardized and of the same standard and a standard? Changamoto ambayo sisi tuko naye ni kwamba hatuna facilities ya kutumia. Serikali iangalie sana kwa undani, kwa sababu bila kuwa na chombo kama hii ambaye natumia ni ngumu kuja mpaka town, na mimi ni mzee kukuja kununua fertilizer. Pia hiyo inataka iangaliwe sana. There should be National Disabled Commission headed by elected secretariat to regional and county levels as well. Number 2,
5% of jobs lost in government and private entities be upscaled to 10% to enable greater absorption of people living with disabilities to availing jobs lost. Hence, greater improvement of general welfare. Makofi kwake tafadhali. We want to request that farming inputs for fish production should either be zero rated or the tax should be reduced significantly to be able to help fish farmers to do productive business. Kwa sababu samaki is highly perishable, ni sawa na maziwa, tungependa kuuliza serikali itutengelezee storage facilities, especially zenye zinaweza kurefrigerate samaki wetu. Ili mkulima anapovuna samaki wake ama samaki wake wakifikia wakati wa kuvunwa wasiendelee kukaa kwenye ponds na kwenye dams, wanaendelea kuwa gharama zaidi, lakini mkulima huyu anaweza vuna hao samaki wake aijue amepeleka kwenye storage facilities, na hapo samaki wake watashughulikiwa vilivyo na ataweza kupata market iliyo sawa sawa. Ningependa serikali to deliver a policy that provides legal and regulate guidelines for poultry farmers. Kwa sababu mimi nikiwa na kuku nachunga kuku zangu, mwenzangu akiwa na kuku anawaja sitembee na ugonjwa ikitoka sinamaliza kuku zote. Ningependa serikali wetu wa expand agricultural and livestock extension services na to ensure that they include advice on standards and market linkages. Kwa sababu tunaweza produce maziwa na ita meet standards. Sisi ndio tunashikilia nchi hii. Asante. Yale tena ningependa tu niseme ni kwamba wale watu wa agriculture muongeze extension officers ili atusaidie kama wakulima uko mashinani. Asante. Mambo ya dairy. Mnaona siku hizi dairy wakulima wengine wanapepea maziwa ile dawa ya ile thermos ya dawa ya Brimagram ambaye wale watu ya health walienda wapi? Kwamba Irish potato ni moja ya vyakula ambavyo nafikiri the second staple food kwa Wakenya. So it was my humble request kwa county government kwamba wakulima wachanga wasaidiwe na clean seed Irish potato seeds. Na nashukuru gavana wetu kwa sababu ameonja upanzi wa viazi. Yenyewe ni tamu, lakini kama huna mbegu safi tena hakuna kitu tutakuwa tunafanya. There is need to improve on soil. As we talk of all these things, there is no improvement on soil health through analysis and standards which can be done. There should also be access to affordable fertilizers, quality seeds and chemicals. There should be an early intervention from the government so that agroforestry and diversification of food systems to curb climate change and increase food security. I grow coffee myself, but I'm at a loss when it comes to challenges to do with soil, chemical use, and all this. What research stations do is to produce crops that are adaptable to our regions, and those research stations are not there. So what we are doing now is borrowing or asking from other regions what we can do at our local scene. So I'm requesting BBI, if they can impress upon the government to introduce research stations, mini research stations, so that they can assist us in the new dispensation. Because we are no longer large-scale producers. We are now regional, very micro. So we want research stations within our locality. Uuzaji ya mashamba iwe regulated tafadhali, ambapo along the road tunajua kuna hiyo linear. Serikali ingilie sheria, waseme distance fulani kutoka kwa barabara. Ikuingia sana hakuna kugawa hii mashamba ya quota 1/8. Tukifanya hivyo tutapanda wapi? Angawaje tunalia mahindi, tunataka kupanda avocado, tutapanda wapi? Kuna yale mashamba corporations ambayo yalikuwa yamewekwa kando kwa ajili ya kuchunga food security. What will now, hiyo ndio tufanya tusiwe na food safe.
Kuna mashamba ya multinational, that is my last point. Multinational kama ya majani chai, their leases expire, tunaomba iingie direct to the county government. Isiwe individuals, ayo mashamba ni ya watu wengi. Hii yote agricultural land in Uasin Gishu ambayo tunalima iwe freehold. We cannot afford to be paying rent, paying rates, and we survive, we can't survive. Kwa hivyo, na iko yote nyingi sana ile wakati wa the other years, walikuwa wamefanya freehold. Settlement schemes walifanywa freehold. Kwa hivyo hata hizi zingine zinabaki ipatiwe freehold. Wacha sheria ya energy law iwekwe kwa constitution such that mkulima wa chini apate energy ya stima ikiwa chini in the law, not in the policy. Na pia mafuta ambao watatumia kwa mashamba yao iwe chini, because for the basket, for food basket ya this country will depend entirely on energy for diversification and also for value addition. Kama ingewezekana, the most missing link of all these things is the fact that those who are vested with the authority to regulate and to implement and to see to it that they happen, the enforcement regulatory agencies don't adhere to their work. We have EFA, we have Kenya Dairy Board, and some of those other regulatory authorities. Kama wangaliweka sheria yao kabisa na wafuatilie kila mara kitu kikienda mrama, wanaingilia jambo hilo kwa mara moja. Kama wezi wanaipa pesa zetu, wanapelekwa kotini mara moja, wanafungwa, tukiona mambo haya pengine yangesimama. Lakini kwa sababu wamezembea, wako na sheria. We have our constitution which is very clear, providing of certain things on how to be done. Article 43 is very clear. Article 10 is very clear. Chapter 6 is very clear. Who is this that is not doing his work? Who is this that is not doing anything for the farmer? Do we have an authority? Do we have even a privilege to take them to court? Shida yote sio katela manini, shida yote ni corruption. Na kama ingewezekana, tungetaja kitu ya kusema tuweze kuzuia corruption, because corruption inaanza na mimi na wewe, si ni kweli? Hata mtu alisema saa nyingine deep hakuna dawa, saa nyingine mama nyingine alisema hapo maji ya deep, dawa yenye inawekwa kwa deep ni kama haifanyi kazi, imekuwa maji. Labda mwenye anasimamia hiyo deep alikata hiyo maji dawa kidogo ndio aweke mahali ingine, na hiyo ni corruption. Hii mambo yote tunasema saa hii ya importation ni corruption. If we deal with corruption, the earlier we deal with it, itatusaidia. So mimi ninaomba kwa kuchangia ile mimi nitachangia, lazima to make sure corruption iishe. Hata kama ni kutumia njia gani, so that tuweze kusonga mbele. Because hata kama mimi napiga kelele namna gani kuzuia importation, hii importation mumeona hata hivi juzi wanasema tayari wanataka kuimport mahindi 4 million bags. And yet wakulima bado wako na mahindi. So the solution is sababu kuna watu wachache watakaa chini mahali na kuchora kusema to import so that tupate opportunity tutengeneze pesa. Na yet kuna statistics inaonyesha bado tuko na mahindi na bado tunaweza tumia hiyo mahindi mpaka iishe ndio tuweze kuimport. So nataka tujaribu kutumia corruption kuzuia ile watu wanaturudisha nyuma. Hii vitu yote yenye inalimwa Kenya inatolewa nje ndio inaharibu bei. Na mimi nilikuwa nataka niseme hii nchi yetu, kama sisi ni wa Kenya na Kenya ni yetu, hii vitu inatoka nje ifungwe. Kenya is under rebuff kwa BBI. Injustice or injustices have been done to the farmer. Success favors the highly prepared people, the most organized people. Farmers should be focused, should be vibrant, should be aggressive, hardworking, should put more effort, should be prudent in farming. Lakini mbona kuna pain, kuna humiliation, kuna frustration, kuna embarrassment, kuna harassment.
Wapi makofi kwa mzee? Patie makofi. Hiyo Kiingereza ni ngumu. Good. Our future should be brighter. Yes. We should have something in store which is good always. But the future looks to be or seems to be gloomy. Yes. Kuna shida ya hand to mouth. Kwa hivyo tunasema a bold change in farming is highly needed in our county. Farming policies itengenezwe. Devolution iko sawa kabisa, iendelee. KFA tunataka iendelee. AFC tunataka iendelee. GMR tunataka iendelee. Thank you. Very good. Makofi kwa mzee.